Nikusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika kazi iendelee. Karibu sana na Michezo Mpenja TV, tuwazungumze michezo. Leo ni Jumanne adhimu kweli kweli, ilikuwa ni tarehe 10, miongoni mwa siku nzuri, na kwa jiji la Dar es Salaam hali ya hewa ni mvua za rasharasha, baridi ya hapa na pale. Tumeamka na unyevu fulani hivi mzuri wa kimichezo ambao niko hapa kukushushia wewe mwana michezo na mtazamaji wa Mpenja TV popote ulipo ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri tukufu ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana. Naitwa Diego kutoka Mpenja TV. Nisikilize nikuletee hichi ambacho nimekuwasilishia mapema asubuhi ya leo. Tunawakumbuka jana kunako viunga vya mabingwa wa kihistoria Tanzania, nikimaanisha Young Africans, ambao waliitwa kwenye kikao cha kutafuta suluhu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kutoka bodi ya ligi, na taarifa zilizotoka ni kwamba mapendekezo aliyotoa Young Africans yasipofuatwa, basi timu hiyo haitashiriki mchezo namba 184 ikiwa ni dabi ya Kariakoo ambayo imepangwa kupigwa tarehe 15 kwa dimba la Benjamin Mkapa. Lakini pia hawatacheza ligi kuu kwa mechi zilizosalia msimu huu ambazo ni mechi 2, ukiunganisha na dabi ya Kariakoo zinakuwa mechi 3. Sanjari na hayo pia hawatakuwa sehemu ya ushiriki wa ligi kuu msimu unaokuja kama matakwa yao hayatafuatwa. Na matakwa yao ni kama ifuatavyo: kujiuzuru kwa CEO wa bodi ya ligi, kujiuzuru kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini pia kuvunjwa kwa kamati nzima ya uendeshaji wa ligi kuu. Sanjari na hayo liko takwa la muda mrefu ambalo kuipa bodi ya ligi uhuru wake binafsi. Hao ni ambao walijiri jana kwa mabingwa wa kihistoria Tanzania Young Africans, ambao wao wamezidi kusuguana na bodi ya ligi kuhusu mchezo wa tarehe 15. Lakini mapema asubuhi ya leo imetoka taarifa kutoka Wekundu wa Msimbazi, nikimaanisha Simba Sports Club, ambao wao wamekuja na hii ifuatayo. Wameandika hivi: taarifa kwa umma. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 uko kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mitaani. Wale ambao wamenunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Tuneni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutochukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 10 Juni 2025 mapema kabisa asubuhi ya leo. Lipo hili swali ambalo wengi wanajiuliza, lakini pia nitataka mtazamo wako wewe mwana michezo. Young Africans walizungumza kwamba ikitokea matakwa yao yamefuatwa, badilishwe tarehe ya mchezo huo na sio tarehe 15. Lakini Wekundu wa Msimbazi wanajipanga taarifa hiyo kwenda kwenye maandalizi ya mchezo ama kucheza mchezo wa tarehe 15. Je, ikitokea Yanga wakataka mchezo usichezwe tarehe hiyo, Simba watakubali tarehe inayofuata? Mimi sijui, mwana michezo wewe haujui. Tusubiri kuona nini kinachofuata, lakini niandikie comment yako hapa kupitia Mpenja TV, tuzungumze michezo kama ilivyo kawaida yetu. Sina